Naam, karibu Macha TV. Ni siku nyingine, ni wiki nyingine nzuri ambayo tunazungumza masuala kadhaa kuhusu soka, na kumbuka kwamba kuna mwendelezo wa ligi kuu ya Tanzania bara, lakini kuna mwendelezo wa mechi zile za ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia kuna stori za kocha wa Yanga Romain Folz aliondoshwa weekend iliyomalizika, lakini pia performance ambayo amekuwa nayo kocha ama tunaweza kusema meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitar Pantev. So mambo ni mengi ambayo tunaweza tukazungumza, tukianza na la kwanza ambalo ndilo mjadala mkubwa ni hili la Yanga kufanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi, ambapo Romain Folz amevunjiwa mkataba wake na nafasi kaimiwa na Patrick Mabedi kocha kutoka nchini Malawi, na ni mabadiliko ambayo pengine yalitarajiwa kutokana na namna ambavyo Yanga ilikuwa ikicheza kwenye mechi za mwanzo mwa msimu huu. Licha ya kupata matokeo, lakini namna ambavyo timu inacheza uwanjani ilikuwa ni jambo ambalo haliwafurahishi sana wananchi, na hivyo ni mabadiliko ambayo baada ya kupoteza mchezo na Silver Strikers yalitegemewa. Lakini stori kubwa zaidi inakuja, ni nani ambaye anakuja kuwa kocha mkuu wa klabu ya Yanga? Ndiyo watu wengi hapo ambapo wanajiuliza, lakini mimi leo sitakwambia ni kocha gani kwa maana ya majina ambaye anaweza kuja kurithi mikoba ya Romain Folz, lakini ni kocha ambaye kwanza kitu kikubwa ambacho Yanga wanaangalia kwa muda huu ni aina ya uchezaji, namna ambavyo timu ilikuwa ikicheza msimu uliopita ikikaba kuanzia eneo la juu, wanapenda kusema wachambuzi pressing, lakini wakikaba katikati, lakini timu namna ambavyo inajenga mashambulizi ya haraka pindi inapopokonya mpira ni vitu ambavyo kwa msimu huu vimekuwa havionekani sana. Timu imekuwa ikicheza zaidi nyuma na kupiga mipira mirefu. So kitu cha kwanza ambacho wanaangalia ni hiyo aina ya uchezaji ambayo alikuwa nayo Miguel Gamondi, lakini alikuja kuiendeleza pia Miloud Hamdi. Ni kocha wa staili hiyo ambayo wanamwangalia, lakini kitu cha pili ambacho Yanga wanakiangalia ni kocha ambaye anaamini zaidi kwenye mpira wa kutumia viungo wa kati kuliko mawinga. Timu ya Yanga kwa miaka hii ya karibuni imekuwa ikitegemea zaidi ufundi katikati mwa uwanja. Ni staili ambayo imekuwa ikitumiwa na Simba miaka mingi, lakini Yanga wamekuwa wakiitumia kwa siku za karibuni. Ndio maana tukiangalia kwenye usajili wa msimu huu utaona Lassine Kouma, Momo Dumbia, Musa Bala Conte ni wachezaji wa eneo la katikati, lakini ni eneo pia ambalo yupo Mudathiri Yahya, yuko Duke Abuya, yuko Shuaboy, Shehan Rashid, lakini pia Pacome Zouzoua anaweza kucheza. Kwa hiyo unaweza kuona Yanga wameinvest sana kwenye eneo la kiungo. Nimemsahau pia Azizi Andabwile. So unaweza kuona ni eneo ambalo wanategemea timu yao iwe imara zaidi. Wanatazamia kuona kocha ambaye anaamini kwenye falsafa hiyo ya timu kumiliki mpira katikati, kujenga mashambulizi kwa unyumbulifu, wanaendaje kwenda kuattack, lakini pia kocha ambaye anaweza opt kutumia strikers wawili, labda akamtumia Mzize pembeni, Prince Dube katikati au Andy Boyeli katikati. So ni vitu ambavyo Yanga wanavizingatia sana kwenye muda ambao wanatazama kocha mpya ambaye atakuja na nini atakuja kufanya. Ukiangalia kocha Folz alikuwa akipenda zaidi kutumia viungo wawili wakabaji kuliko wawili washambuliaji, ambao Yanga ndo wanatamani kuona timu kama nyuma inakuwa na Ndabure, basi mbele kuwe na Momo Dumbia, kuwe na Pacome, kuwe na Max kama tunacheza kwenye mfumo wa 4-1-3-2 au kwenye 4-3-3. So ni vitu ambavyo wanavitazama kwa muda huu, lakini tukirejea kwenye mechi yao ya marudiano ambayo wanacheza, ni mechi ambayo inahitaji at least tofauti ya magoli mawili ili kuweza kuqualify. Nikisema magoli mawili na maanisha aidha ushinde 2-0, ushinde 3-1, ushinde 4-2, ndio matokeo ambayo atawapeleka Yanga kwenye hatua inayofuata. Maana watu wengine wanasema goli 2, lakini 2-1 Yanga atakuwa anatoka. So ni tofauti ya magoli mawili. So inahitajika timu ambayo itacheza kwa unyumbulifu zaidi mbele. Huu utakuwa ni mtihani mkubwa wa kocha Patrick Mabedi, ambaye yeye pengine Yanga wanamfikiria kukaimu nafasi hiyo kwa muda zaidi, lakini itategemea na performance dhidi ya Silver Strikers siku ya Jumamosi. Tukirejea kwenye klabu ya Simba, performance ambayo imeonyeshwa kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya pale Eswatini imewavutia watu, hasa kile ambacho meneja mkuu Dimitar Pantev amekuwa akikifanya, aina ya wachezaji ambao amewatumia, namna ambavyo anaweza kuibadilisha timu kulingana na mchezo,
watu wengi wamekuwa wakizungumzia zile sub za Kibu Denis, Morris Abraham, namna ambavyo zilikwenda kubadilisha matokeo, lakini namna ambavyo amekuwa akiwatumia wachezaji kwenye mchezo huu wa kwanza, akitumia mabeki watatu wakati kiasiri, akiwapandisha zaidi mabeki wa pembeni Anthony Mligo pamoja na Shomari Kapombe kwenda kuongeza nguvu kwenye safu ya kiungo, lakini pia kumopti Kamara katikati, Nabi Kamara, na kumweka nje Yusuf Kagoma. Kwa hiyo bado kuna mwendelezo gani ambao unatafutwa, partnership gani ambazo wanazitengeneza, lakini fluidity tunasema, unyumbulifu wa timu eneo la mbele imeonekana kuwa ni unyumbulifu mzuri sana, namna ambavyo timu inajenga mashambulizi, namna ambavyo timu inashambulia kwa usharp, composure ya timu ikiwa na mpira, namna ambavyo inatulia, inaweza kuhimili pressing ya wapinzani, ni vitu ambavyo vimeonekana kwenye mechi hizi. Lakini ni kitu ambacho alikianzisha pia kocha Selemani Matola kwenye mechi dhidi ya Namungo, ni amekuja kukitwist kidogo Dimitar Pantev. Tuliona namna Gaborone ilikuwa wa sharp kwenye kushambulia, ndicho ambacho anajaribu kukiweka kwenye kikosi cha Simba. Na ukumbuke kikosi cha Simba msimu huu kina maingizo ya wachezaji wenye ubora zaidi kwenye baadhi ya maeneo tofauti na msimu uliopita. Ukiangalia kama kwenye ushambuliaji pale ameongezeka Jonathan Soa pamoja na Selemani Mwalimu. Hao ni wachezaji ambao kila wakicheza wanakuonyesha kitu, lakini kwenye wing moja utamuona Neo Maema, japokuwa bado ameendelea kumwamini Joshua Mutale, lakini unaona pia nje kutakuwa kuna Kibu Denis, kwenye eneo la katikati akicheza Hawa, unaona nje kuna Abraham Morris. So bado kuna partnership ambazo unazitegemea kuziona zikiongezeka zaidi, lakini kumbuka kiungo fundi kutoka Kenya Mohamed Bajaba bado ana recover, hajafika 100%, lakini pia Alassane Kante kwenye safu ya kiungo wa kati naye bado hajawa 100%. So mechi ya marudiano hapa pengine itakwenda kutoa taswira zaidi ya kile ambacho kocha huyu meneja mkuu Dimitar Pantev amekileta, lakini pia na timu itakaporejea kwenye ligi kuu ya Tanzania bara tutarajia kuona labda performance itakuwaje watakapocheza kwenye viwanja tofauti. Ni wiki ambayo imekuwa busy na mambo mengi kwenye upande wa CAF. Ni hiyo, kuna mjadala kuhusu Simba kusema wanakwenda na mashabiki, Yanga kuweka kiingilio bure, kwa maana hakuna kiingilio kwenye mechi ya marudiano ili kuongeza hamasa kwenye mchezo wao. Kila mtu anazungumza lake, lakini ni maamuzi ambayo tunasema tuyaheshimu. Kama unaweka bure, ni vizuri kukawa na utaratibu mzuri wa watu kuingia na kuhakikisha taratibu za kiusalama. Lakini Simba wao mechi iliyopita walicheza bila mashabiki kwa Mkapa, wanatamani kuona mashabiki wao wakichangia, lakini pia wakienda kupata burudani. So kwenye kombe la shirikisho mtihani mkubwa unaonekana zaidi kwa Singida. Makosa ya Amos Obasanji ya kuruhusu goli la kusawazisha pale Bujumbura yameongeza mzigo kidogo kwenye mchezo wa marudiano. Singida sasa inahitaji ushindi ama suluhu, yani 0-0 Singida atasonga mbele, ama ushindi wa aina yoyote ndio utampeleka mbele. Mechi ya Azam na KMKM inaonekana kama imeisha kwenye makaratasi, lakini nikukumbushe tu kwamba hii mechi bado ni ngumu. Takukumbusha kisa kimoja cha Singida Black Stars. Walipangwa wakati ule wakifahamika kama Singida Fountain Gate, walipangwa na JKU ya Zanzibar. Mechi zote mbili zilichezwa Azam Complex Chamazi. Mechi ya kwanza Singida alishinda magoli 3-0. Kila mtu akaona mechi imekwisha, mechi imebaki kwenye makaratasi, formalities inakwenda kukamilisha, lakini hadi half time mechi ya marudiano JKU walikuwa wakiongoza magoli 2-0. So mechi ikawa na tofauti ya goli moja kwenye dakika 45 ambazo zimesalia za kipindi cha pili. Singida walishikilia road. Nilikuwepo Chamazi siku hiyo. Kama kuna mtu alikuwa ana mpango wa kuanza diet, pengine alipungua uzito siku ile kulingana na pressure ambayo walikuwa wakihimili, wasiruhusu goli la 3 ili kwenda kwenye mikwaju ya penalty, na pia labda wasiruhusu na goli la 4 wakaondoshwa. Na ni mechi ambayo Singida ilionekana tofauti, hawakuweza hata kutengeneza mashambulizi na kutengeneza nafasi ambazo unaona labda ni clear za kufunga. So timu za Zanzibar ni unpredictable. Unaweza kuona wamecheza vibaya mechi ya kwanza, lakini wakaja wakabadilika mechi ya pili, wanazijua vizuri timu za bara. Tukaona mchezo umeendelea kuwa mgumu. So Azam 75% ameshaweka mguu mbele, lakini kwa maana kwenye makaratasi hatuwezi kusema kabisa, kwa sababu bado KMKM wana quality ya kuweza kubishana kwenye mechi ya marudiano na kuweka upinzani. Lakini so far ukiniambia sasa nikupe utabiri wangu, msimu huu naona 80% timu zote 4 za Tanzania zinaweza zikaenda hatua ya makundi, kwa maana hizi za Tanzania bara.
Azam FC, Singida Black Stars, Simba na Yanga wote wana chance ya 80% kwenda kwenye hatua ya makundi. So tusubiri kuona weekend hii. Azam watacheza siku ya Ijumaa, Singida na Yanga watacheza siku ya Jumamosi, Simba atakamilisha siku ya Jumapili. Utakumbuka CAF waliposti kwamba timu zote za Tanzania zimetiki zilivyoshinda zile mechi za hatua ya awali zote kwa siku moja. Pengine tutaona CAF online wakipost siku ya Jumapili jioni kwamba Tanzania timu zote 4 zimetiki makundi. Hii ni Macha TV, usisahau kusubscribe na kuendelea kutazama video mbalimbali za uchambuzi kutoka hapa Macha TV.